The same story, new chapter. Tunapokutanisha mawazo ya watu, tunapoangalia yale yanayowakumba wao, kwani sisi hatujui, ila ulimwengu wao unazungumza kitofauti. Najua wewe ni shujaa, najua wewe ni mpambanaji unayetaka vitu vya kitofauti kwenye jamii yako. Yapo yanayokufanya ufikirie sana zaidi na vile ambavyo ulivyo. Hii leo kwenye new story, the same chapter, wewe ni shujaa wetu. Basi ni kwa wakati mwingine tena tunakutana hapa ndani ya 98.7 Banda FM kuendelea na simulizi ya ndugu yetu, kipenzi chetu, rafiki yetu Jennifer, ambapo ana mengi anataka kuendelea kutuambia. Mimi naitwa Madam T, unasikiliza 98.7 Banda FM. Tukiendelea tulipoishia jana, na nikukumbushe tu kwamba usiache kuingia kwenye YouTube channel yetu, andika Banda FM TZ, basi subscribe. Alafu unaweza kusikiliza simulizi lakini pia na matukio mbalimbali ambayo tunaweka katika channel yetu ya Banda FM TZ. Mimi naitwa Madam T, tunaendelea tulipoishia kwa siku ya jana, ambapo Jennifer anasema dada yake amebakwa. Dada yake ametolewa usichana wake ambao ameulinda kwa miaka yake yote ambayo ameishi, yani kwa usichana wake wote. Basi amelinda usichana wake kwa msimamo mkali mno, lakini majambazi wasiokuwa na adabu, wasiokuwa na huruma, wasiokuwa na heshima wamevua utu wa dada yake. Jennifer anasema nilisikia hasira sana, niliumia mno, na nikarudi kule nikisema kwamba naenda hata kumtoa yule aliyepo kule ndani, acha ajulikane ili atajwe wengine, ili awataje wengine wajulikane kwa kitu ambacho amemtendea dada yangu, kwa kitu ambacho amemfanyia dada yangu. Jennifer anasema sikuanza maneno ambayo ananiambia Miriam, kwa sababu nilifahamu fika anajisikia vibaya sana. Anajisikia vibaya mno kweli. Anavyosema amepoteza kweli, kampoteza Felix. Lakini pia kapoteza usichana wake tena kwa watu wajinga kabisa. Jennifer anasema nilirudi mule ndani. Na nilivorudi nilikuta kwamba yule kijana hayupo, yani ile nguo imesogezwa pale ambapo nilikuwa nimeiweka. Jennifer anasema kuangalia huku na huku utafuta yuko wapi, kumbe alikuwa amesogeza lile kabati na kuingia nyuma ya lile kabati. Na nikamuuliza, wewe mimi nimekuweka sehemu nyingine, umeenda kukaa sehemu nyingine, ungeonekana huko ulipo unataka kunitafutia matatizo mimi? Akaniambia hapana. Anasema vidonda vinaniuma, nilichoka kuchuchuma hapo, maana nilikuwa nimechuchuma. Jennifer anasema wakati naendelea kumkaribia pile nikawa namwambia kwamba nikawa nazungumza. Jennifer anasema nazungumza kwa sauti ya chini lakini ninaonekana nina jazba, nikiwaambia kwamba ndugu zako wajinga wenzio wamemfanyia kitu cha kinyama sana dada yangu, na siwezi kuendelea kulivumilia hili. Utanisaidia wewe, ndio utasaidia jeshi la polisi kusababisha hao wengine wote wakamatwe kwa kitendo alichokifanya. Jennifer anasema yule kaka alikuwa anaomba kama nisifanye hivyo, na akawa ananiambia mimi hakuna, sitaweza hata nikikamatwa mimi leo hii sitaweza mimi. Jennifer niamini, hii ni mara yangu ya kwanza kufanya hivi. Nikamwambia wewe unaniita mimi Jennifer, umenijulia wapi kama ni mara yako kwanza? Wewe ni mmedhamiria kufanya hivi? Akaniambia hapana, nimesikia maongezi hapo, nikasikia ukiwa nakuita Jennifer, kwa nimesikia jina lako tu, nimehisi Jennifer ni wewe, naomba unisamee, naomba usifanye hivyo. Nikamwambia umembaka dadangu. Akaniambia Jennifer, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho, sijafanya kitu kama hicho, ndio maana nilikuja kwa ajili ya kukutetea wewe, sikutaka kitu ndicho tena kifanyike kwako. Jennifer anasema nikawa nimeshika kichwa, sielewi nifanye nini, yani sielewi ni mripoti, sielewi niache nifanye nini. Jennifer anasema kwa wakati ule yule kaka akatoa ile mask alikuwa ameivaa. Jennifer anasema wakati narudi kuendelea kugombana naye, na akiwa ananiambia anaendelea kuniomba excuse kwamba nisimtaje atani hawezi kupatikana wale watu, akisema kwamba mimi nikienda polisi baada yangu itishia hapo, na wale wana mtandao mkubwa hawezi kubali kukamatwa.
hawawezi kukubali kwa namna yoyote ile. Wapo radhi watoe posho au hongo ya design yoyote, lakini sio kukamatwa. Jennifer anasema nilivyorudi nikakuta amefunua uso wake, kafunua sura yake. Jennifer anasema sikuamini macho yangu nilichokiona. Sikuamini, na nikajua kweli kuna vitu ambavyo sijaweza bado kuviacha. Jennifer anasema yule kaka ambaye alikuwa ni jambazi, ambaye mimi nilikuwa nimemficha mule ndani, nyumba yetu kidogo, anasema sasa hivi yuko busy. Mama yuko busy na Miriam, lakini baba pia yuko busy na majirani na kuangalia vitu kama yuko sawa na vitu vingine kwa vinaendelea. Kwa hiyo Jennifer anasema mimi nilikuwa kule chumbani kwa kakaangu ambapo ndo nilikuwa nimejifungia huko, na Jennifer anasema sina tabia ya kufunga mlango na ufunguo kwa sababu, lakini kwa sababu kile kichoko naendelea kule, basi nilikuwa nimefunga mlango na ufunguo ili mtu asije akaingia akamuona huyu kiazi ambaye nimemficha huko. Jennifer anasema yule kaka alikuwa ni mtanashati. Jennifer anasema alikuwa ni mkaka mzuri, ninavyozungumza mzuri ninamshangaa, nimeduaa. Jennifer anasema alikuwa ni mkaka ambaye yani katika kipindi changu cha pita zangu ni sijawahi kukutana na mkaka ambaye ana muonekano mzuri kama yule. Jennifer anasema nikawa nimebaki nimemshangaa, ninamwangalia mpaka nikashindwa kuendelea kugombana naye. Akaniuliza vipi, mbona unaniangalia hivyo, au tayari ushanichomea? Jennifer anasema sikutegemea kama atakuwa ni kaka, yani roho yake ilivyonisaidia mimi, kama atakuwa ni mkaka handsome kiasi kile alafu ni jambazi. Jennifer anasema nilikuta tu nimemuuliza, sasa kwa nini unafanya kazi hii? Akaniuliza unamaanisha nini? Nikamwambia kwa nini unajihusisha na masuala ya kijambazi? You are so, yani wewe ni kijana mzuri tu, afu ni mdogo. Jennifer anasema nilivyomwangalia tu ni marika, yani mimi naye ni marika, ni rika langu. Nikamwambia kwa nini unahatarisha maisha yako kiasi hichi? Ungeenda kuishia jela, ukikamatwa hapo unaishia jela maisha yako yote. Kijana mdogo kama wewe utaenda kufungwa kosa la kubaka, kitu ambacho sio wewe umefanya. Umefanyaje? Jennifer anasema alikuwa ni mkaka mzuri. Jennifer anasema mimi jamani, ndio maana hata Miriam aliniambia kwamba mimi sijui kama nimempenda Felix. Kama mimi nikawa na tamani kama hata ningekutana naye kabla. Jennifer anasema ni mzuri, alikuwa ni kaka, ni handsome, ana macho ya kuvutia, yani kila kitu kwake kilikuwa kinavutia. Akaniambia kwamba ni ugumu tu wa maisha umemsababisha kwamba anafanya kazi hiyo. Nikamwambia anyway, kilichobaki hapa mimi naomba tu nitafute tu namna ya kuondoka hapa, kwa sababu sijui kanitafutie matatizo na mimi pia nikaja nikaingia matatizoni. Jennifer anasema nilimuonesha mkufu ule, aliufurahia sana kuona. Nikamwambia ni wa kwako? Akaniambia ndio ni wa kwangu. Nikamwambia hii picha hapa ni ya nani? Akaniambia kwamba ni picha ya mama yake. Akaniambia okay, mamako ni mrembo sana, na ni ndo maana labda amezaa mtoto mzuri kama wewe. Jennifer anasema nilishindwa kujizuia, nikajikuta nikamwambia baba, mamako ni mrembo sana, ndo amezaa mtoto mzuri kama wewe. Basi Jennifer anasema nikamwendelea kumwambia, nikimwambia kwamba na sijui kama anajua kwamba mwanae amepata ugumu wa maisha, basi anafanya shughuli za ujambazi. Anasema mama alinijibu kwamba naamini kwamba atakuwa ananiona, maana yuko mbinguni kwa sasa, kwa hiyo atakuwa anaona, na huenda amenileta kwako kwa ajili ya wewe kuniokoa nisiingie kwenye mikono ya polisi. Jennifer anasema sikutaka kuendelea kuendelea kuwasiliana naye pale, lakini Jennifer anasema yule kaka alikuwa ni mkaka mtanashati, alikuwa anavutia mno. Jennifer anasema nikawa nawaza nitafute nimpitishe wapi, yani uko nje kila mtu yuko na production za hapa na pale, nampitisha wapi? Nilichokiwaza cha kwanza kabisa nikamwambia tu abadilishe zile nguo. Jennifer anasema kile chumba ambacho mimi nipo ni chumba cha kakaangu, nikamtafutia baadhi ya nguo za kakaangu, azikuza za mtoto vizuri, lakini atoe zile nguo za kijambazi ambazo amevaa, manguo meusi manini, atoe zile zisio aini, ili hata akipishana na mtu uko nje asije akampigia kelele za mwizi akishafanikiwa kutoka hapa ndani. Basi Jennifer anasema kweli alibadilisha zile nguo. Nitafuta baadhi ya nguo za kakaangu ambazo zinaweza zikawa size ndogo zikamtosha,
na Jennifer anasema japo hazikumfiti vizuri, lakini at least alibadilisha zile nguo. Jennifer anasema nilitoka kichwani kwake, kichwani pakiwa panatembea taswira yule kaka. Jennifer anasema alikuwa ni mkaka mzuri. Yaani Jennifer anasema nilitokea kumpenda. Ni vile tu nimechumbiwa, maana Jennifer anasema ingekuwa ni kipindi changu enzi zangu ningefanya kila aina ya namna, kila njia ninayojua mimi ili niwe naye kwenye mahusiano. Lakini Jennifer anasema sikuona kama ni wakati mzuri wa kufanya hilo. Japo kiukweli anasema yule kaka aliniingia sana. Jennifer anasema nilitafuta yani nilikuwa niko na round na wizo, vipi wewe mbona unazunguka, kapumzike, kama umaliza shughuli nenda ukapumzike. Lakini Jennifer anasema mimi napumzikia wapi napumzikia, nina mwalifu mwanda natakiwa nimtoe, sio namtoaje. Jennifer anasema ninawaza hivi, babangu akinikamata naye nitasema nimetokana naye wapi? Ikajulikana, yani polisi akajua, Felix akajua, nitajulikana mimi ndo nimesababisha Miriam akabakwa. Alifanya kama mimi nilitengeneza mchongo na nini. Kwa hiyo anasema nikawa na pressure, nataka tu kumtoa yule mtu kule ndani. Siwezi lala, usingizi ukaja, yuko kule ndani, siwezi kabisa. Jennifer anasema nilianza pia nisiongozane naye, kwa hiyo nimuelekeze tu njia ya kutokea, lakini nikaona kama atashindwa kutoka, nilitaka nimtoe kwa mlango wa nyuma, mlango mwingine wa nyumba. Jennifer anasema najua nyumba nyingi zetu ambazo tunajenga, wazee wetu wamejenga kwa ile nyumba ambazo zina mlango wa mbele na mlango wa nyuma. Jennifer anasema nikawa na kagua sasa, sema mlango wetu wa nyuma kidogo una mlango afu una grill. Kwa hiyo nikawa idea kama nafungua na kufunga, mamangu ananiuliza wewe mbona unafunga hivi? Nikamwambia tu mama, nahakikisha uwezi usije kaingia tena. Jennifer anasema kumbe mimi natafuta namna ya kufanya ili nikija kufungua nisifungue kwa nguvu, yani ni ufungue tu atoke hivyo, usifungulie kwa nguvu. Na anasema Jennifer anasema akitoka kwenye huo mlango anatokea tu kwa shambani, yani kuna kanjia kidogo anapita anatoka shambani huko, atajua mwenyewe. Kikubwa ameshavua zile nguo za kialifu na nini, kwa hiyo huko atakapofika mbele safari huko atajua mwenyewe. Akishatoka tu nje ya nyumba yetu, mimi na roho yangu imesonzeka. Jennifer anasema ulifika muda wa kumtoa, lakini Jennifer anasema mimi nilikuwa natamani kuendelea kukaa naye pale ndani, kumwangalia, natamani kumwambia niachie namba, siwezi, natamani kumwambia nini, siwezi. Jennifer anasema upenyo ule ambao nilipata ule muda, nikasema nikipoteza muda hapa basi nitakosa namna ya kumtorosha, kwa hiyo niachane na hizi ya kile ambazo niko nazo, hebu nimtoe kwanza humo ndani, alafu kila kitu kitakuwa sawa. Jennifer anasema kabla hajaondoka nilitamani kujua tu japo hata jina lake. Akaniambia kwamba anaitwa Tony. Akaniambia kwamba yeye anaitwa Tony. Okay, nikamwambia Tony jina nzuri. Akaniambia lakini mimi nitakuwa napenda kukuita Nifa. Jennifer nataka kukuita Nifa. Nikamwambia sio mbaya. Jennifer anasema nilipopata upenyo nilifanikiwa kumtoa usiku ule, nikamtoa. Lakini Jennifer anasema nilibaki sina chochote, yani natamani kama ningemuona sehemu nyingine tena. Na Jennifer anasema kabla hajaondoka nilimwambia kwamba natamani kama tungekuwa tumekutana sehemu nyingine tofauti na hii, huenda tungekuwa tuna wakati mzuri zaidi wa kuongea, lakini naomba tu uende, huenda tutakutana tena, tutaonana tena. Jennifer anasema hakuniomba namba, na mimi niliogopa kumuomba namba, labda anaweza kanaona mimi ni malaya na nini. Akanishukuru tu kwa mimi kumsaidia, na akaniahidi kwamba hii kazi ameiacha rasmi, atakajiingiza tena kwenye kazi hizi za wizi, atafanya kazi nyingine ya kumtafutia kipato, atafuta kazi nyingine, lakini kazi ya ujambazi atofanya tena. Akaniambia, nikanamuuliza kwamba kweli na utafanya hivyo? Akaniambia ndio, na kuahidi kwa jina la mamangu aliye kaboreni. Jennifer anasema nilifanikiwa kumtoa ule ndani, aliondoka. Kitu ambacho pekee nilibaki nacho ni zile nguo zake. Jennifer anasema pia nguo nilitafuta utaratibu wa kuzitupa kwenye manguo ya taka kwenye kesho yake. Anasema nilizitupa kwenye taka, lakini Jennifer anasema sikuweza kutupa vitu vyote kabisa. Sikuweza kutupa vitu vyote kwa sababu Jennifer anasema nilikuwa namkumbuka kila mara. Yaani mimi ni mtu ambaye nimeshavalishwa pete ya uchumba na karibia kuolewa, lakini ninamkumbuka Tony.
anatembea kwenye akili yangu, yani alivyomtanashati, alivyo na muonekano mzuri, alivyo na lips nzuri, alivyo na macho mazuri, ana rangi nzuri. Nilikuwa nasema nini, kila nikikaa lazima nimuone yeye nilipokuwa nimemficha na hapa angalia. Nilikuwa nasema basi nilitamani kubaki na ile kofia yake, ile ya mask ya kichwani ambayo alikuwa nayo, lakini nikaona takuja kuulizwa nimetoa wapi. Kwa hiyo Jennifer anasema nilibaki tu na gloves yake ya mkono mmoja ambayo alikuwa nayo, ndo alikuwa amevaa tu mkono mmoja. Sasa mkono mwingine sikuiona, sijui alibaki nayo, aliondoka nayo, sijui alikuwa hajavaa. Kwa hiyo Jennifer anasema ndio ambayo nilibaki nayo, sikuifua. Nifanyaje? Nilikuwa nikiangalia naendelea kumkumbuka Tony. Natamani kama siku nyingine ningeona naye. Jennifer anasema kweli, yani alinijaa akilini mwangu. Jennifer anasema ile kesi ilikuwa inaendeshwa, ni babangu alifungua kesi mashtaka na nini, uwezo wa kufanikiwa kupatikana. Dadangu alipatiwa tu matibabu. Anasema ile siku alipatiwa matibabu, lakini alikuwa ni mtu kujifungia ndani, analia, anaumia, ananilaumu, anafanyaje. Jennifer anasema kesi ilisha, anasema Felix alininunulia pete nyingine. Anasema nilikuwa kila nikimkumbuka Tony nakuwa mnyonge. Alininunulia pete nyingine, akanunulia zawadi nyingine, ananitoa out nisahau, anahisi kama mimi nina stress za leo tukio lilotokea. Lakini Jennifer anasema kiukweli, yani kuna muda nilikaa na Tony kwa muda mfupi sana, lakini na miss uwepo wake, yani na miss nini. Jennifer anasema ni mwanaume ambaye namkumbuka kama vile niliwahi kumuona kabla, kama vile namjua. Jennifer anasema sijui nitamtoa wapi, sijui ni wapi nitampata, lakini I wish kama nimuone. Namkumbuka mno. Jennifer anasema Tony anatembea kwenye akili yangu, yani nikimwangalia ni Felix, kuna muda ambaye anaona kama ana huzuni na kile kilichotokea au kilichotokea chochote kile, lakini Jennifer anasema sina huzuni, yani sina huzuni kiasi hicho. Yani nikimkumbuka Tony nakuwa nanyongea ghafla, natamani nimuone, lakini sijui nitampata wapi. Jennifer ana ukicha, yani Jennifer ni mweo mpaka hapa tulifika. Yani tunaweza kusema Jennifer ni ana uchizi. Sijui ana mpango gani, sijui ni kitu gani ambacho amepanga kufanya. Lakini Jennifer anasema nilifika kipindi pia nikaona kama najitesa tu peke yangu, na mwanza mtu ambaye sijui kama atakuwa ananiwaza, sijui kama atakuwa ananikumbuka, atakuwa ameshaenda na maisha yake, amefanya mambo yake. Jennifer anasema wakati mwingine nikawa nawaza ile picha pale kwenye kile ile mkufu, mbona kama ni sio picha ya mama mtu mzima sana, huenda ndo mwanamke wake, ameniambia ni mama yake nani. Yani Jennifer anasema nikawa najiuliza maswali na kujipa majibu mwenyewe kama na utindio, kwa mtu ambaye hakuwahi kuniambia kwamba ananipenda, wala sikuwahi kumwambia kwamba anampenda. Na sema Jennifer anasema na uhakika yule kaka haizi akawa ameniweka akilini, kwa sababu alikuwa anajua kabisa kama mimi nimetoka kuvalishwa pete na nini, kwa jinsi maongezi ambayo alikuwa anasemekana na mavazi ambayo alikuta nayo, pete walioninyang'anya. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa mimi nimechumbiwa tayari, lakini mimi amenikaa akilini. Nikikaa hivi na mwanza Tony, natamani nijue wapi ambapo nitampata, lakini siwezi kusema nitamtafuta wapi. Jennifer anasema nishaangalia kwenye mitandao ya kijamii huko Instagram, Facebook, najaribu kusearch kuandika Tony, Anthony, sijui Brighton. Jennifer anasema sijui sasa, yeye aliniambia tu Tony, sijui ni Anthony, sijui ni Brighton, sijui ni nini. Sasa ile Tony la mwisho nimetafuta kila na Tony ninayemwangalia sie, wengine account zipo ambazo hazina hata picha, sijui nitamani text nimuulize na muulizaje. Jana nasema nimekuwa kama mweo. Jamani, tuishi hapo kwa leo. Jana amepata ukicha na mtoto na kaka jambazi. Amedata kwa kaka jambazi ambaye alimsaidia Sibako, lakini jana anasema sasa amejikuta anamwaza tu kila siku. Jamani, kuna asili nyingine ambazo haziachiki, ndo asili ambayo yuko nayo Jennifer. Jennifer ni mtu ambaye alikuwa anakupenda penda, lover girl. Sasa
amekutana na mwanaume mwingine amemtamani na kati ameshavalishwa pete ya uchumba na Felix. Itakuwaje jamani? Jennifer atakuja kufanikiwa kukutana na Tony, atakuja kumuona, ataolewa na Felix. Hali ya Miriam itakuwaje? Hatakubaliana na hali. Anasema Jennifer anasema analia, anasema anataka kujiua, anataka kufa. Haoni thamani ya yeye kuendelea kukaa kwenye hii dunia. Amepoteza kila kitu, kabisa kitu chake cha thamani sana. Hawezi. Itakuwaje? Nini kitotokea? Mwisho utakuwa ni upi? Basi tutaendelea na kufahamu. Mimi naitwa Madam T. Endelea kusikiliza 98.7 Banana FM. Niwatakie jioni njema.